Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, na leo ni Agosti 29 mwaka 2026. Tuombe. Haleluya. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunaalika uwepo wako asubuhi ya leo tunapoenda kujifunza mada hii nzuri siku ya leo. Malaika wako watakatifu watembee na kila mmoja wetu. Roho wako Mtakatifu akatufundishe kujifunza haya na kuyaelewa, na kwamba tuyaweke katika matumizi hapa maishani. Neema yako yatosha na pendo lako la tubidisha. Enda nasi katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema tunapongojea. Luka Mtakatifu sura ile ya 12 ya 35 na 36 inasema, viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka, nanyi iweni kama watu wanaomngojea Bwana wao. Sasa ndiyo wakati wa kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Bwana wetu. Utayari wa kukutana naye hauwezi kupatikana kwa muda mfupi. Kwa maandalizi ya kupelekea katika tukio hili zito, ni lazima pawepo kungoja na kukesha kwa bidii pamoja na kazi ya dhati. Hivyo ndivyo watoto wa Mungu humtukuza. Katikati ya shughuli nyingi za maisha, sauti zao zitasikika zikizungumza maneno ya kutia moyo, imani na tumaini. Vyote walivyo navyo na walivyo vimewekwa wakfu kwa ajili ya utumishi wa Bwana. Kristo anatuambia ni wakati gani siku ya ufalme wake itaanzishwa. Hasemi kwamba ulimwengu wote utaongoka, bali kwamba habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Mathayo 24 aya 14. Kwa kuipeleka Injili kwa ulimwengu, inakuwa katika uwezo wetu kuharakisha ujio wa siku ya Mungu. Kama kanisa la Kristo lingefanya kazi yake iliyoagizwa kama Bwana alivyoamuru, ulimwengu wote ungalikuwa umeonywa kabla ya saa, na Bwana Yesu angekuwa amekwisha kuja duniani kwa nguvu na utukufu mkuu. Nguvu iliyo hai ni lazima iambatane na ujumbe wa kuonekana kwa Kristo mara ya pili. Hatupaswi kupumzika hadi tuone roho nyingi zikiongoka kuingia katika tumaini lenye baraka la kurudi kwa Bwana. Katika siku za mitume, ujumbe waliobeba ulifanya kazi halisi, ukiwageuza watu kutoka kwa sanamu ili wapate kumtumikia Mungu aliye hai. Kazi ya kufanywa leo ni halisi vile vile, na ukweli bado ni ukweli vile vile, ila tu ni kwamba tunapaswa kutoa ujumbe kwa bidii zaidi, kwa kuwa kuja kwa Bwana ni karibu zaidi. Ujumbe wa wakati huu ni chanya, sahili na wenye umuhimu wa kina mno. Ni lazima tutende kama wanaume na wanawake wanaouamini, huku tukingoja, tukikesha, tukifanya kazi, tukiomba, tukiuonya ulimwengu. Hii ndiyo kazi yetu. Nimevutiwa sana na matukio ambayo yamepita hivi karibuni mbele yangu. Wakati wa usiku, ilionekana kama kulikuwa na vuguvugu kuu, kazi ya uamsho ikisonga mbele katika maeneo mengi. Watu wetu walikuwa wakijiunga katika safu, wakiitikia wito wa Mungu. Ndugu zangu, Bwana anazungumza nasi. Je, hatutasikiliza wito wake? Je, hatutawasha taa zetu na kutenda kama watu wanaomtarajia Bwana wao kuja? Leo ni Agosti 29 mwaka 2026, mada ikisema tunapongojea. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma.
kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa. Tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa. Tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Na sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa. Tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa. Tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa. Tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa. Tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu.